Amani iwe kwako mtazamaji, na karibu katika kipindi hiki maalum, kipindi ambacho kinakujia kupitia Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Kwa niaba ya wote ambao wanafanikisha kipindi hiki, mimi ni Shafiru Makosa. Leo katika kipindi hiki tunaye mkurugenzi ofisi ya Zanzibar, ndugu Adam Mkina, ambaye atatupitisha katika mambo kadhaa wa kadhaa kuhusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ikumbukwe kwamba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ndicho chombo kinachosimamia uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Hivyo leo hii tumemwalika mkurugenzi ofisi ya Zanzibar, ndugu Adam Mkina, ili aweze kutupitisha katika masuala haya tukiwa tunakaribia uchaguzi mkuu tarehe 29 Oktoba 2025, uchaguzi ambao kauli mbiu inasema kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Ndugu Adam Mkina, mkurugenzi ofisi ya Zanzibar, karibu sana katika kipindi hiki. Asante sana ndugu mwandishi, ndugu yangu Shafiru Makosa. Kwa manufaa ya mtazamaji, Ndio. tungependa kufahamu sifa ya mpiga kura, yule ambaye anatakiwa kupiga kura tarehe 29 Oktoba 2025, siku chache zijazo. Naam, sifa ya kuwa mpiga kura ni maana yake ni kwamba mtu atastahili kuwa mpiga kura endapo ameandikishwa Ndio. kwenye daftari, kwa maana katika jimbo au kata ambapo uchaguzi husika unafanyika. Kwa hiyo wale wote ambao wameandikishwa kwenye daftari na wana kadi ya mpiga kura katika yale maeneo, maana yake wanakuwa wana sifa. Lakini sifa hizi zinatokana na msingi mkuu wa ile sifa kuu. Ili uwe umeandikishwa kwenye daftari la mpiga kura, maana lazima uwe Mtanzania na ambao umetimiza miaka 18 au utatimiza umri huo ifikapo siku ya kupiga kura. Lakini kwa sasa maana yake lazima kwamba ili umetimiza sharti hilo, lazima utakuwa na ile kadi ya mpiga kura, ndio ambayo ndio itakuwezesha kufika kituoni na kuweza kupiga kura. Hiyo ndio sifa kuu. Na tunasema mtu anaweza akawa ameondokewa na sifa pamoja kuwa ameandikishwa. Ndio. Kutokana inawezekana wakati wewe uchaguzi unakaribia ikawa umefungwa kifungo cha zaidi ya miezi 6. Ndio. Sheria hapo inakuondoa. Kwa hiyo utakuwemo, lakini manake utakuwa umekosa sifa, manake hautopiga kura. Kwa hiyo kuondokewa pamoja na kuandikishwa kwenye daftari na kuwa na kadi ya mpiga kura, unaweza kuondokewa pia na sifa endapo kuna zile sifa kuu za kuwa wewe za kuwemo kwenye daftari la kudumu la mpiga kura zitakuwa zimekuondokea wakati uchaguzi unafika. Bila shaka mtazamaji angependa kufahamu, kwa maana ya kwamba endapo ulijiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura ukiwa uraiani, lakini baadaye ukatiwa hatiani ukafungwa kifungo cha zaidi ya miezi 6, hapo sifa ya kupiga kura itakuwa imekuondoka. Naweza kutoa tu mfano mdogo, ni kwamba kuna watu sheria imeweka utaratibu kifungo cha pili kwamba wafungwa na wanafunzi wapewe mafunzo, Ndio, waliofungwa chini ya kifungo cha miezi 6 na mahabusu wanaweza kuandikishwa kuwa wapiga kura, na zoezi hilo umeona kwamba lilifanyika, waliweza kuandikishwa. Lakini sasa inawezekana mtu wakati anaandikishwa alikuwa mahabusu, kesi yake inaendelea. ndio, Lakini katikati hapo hukumu imetoka kabla ya uchaguzi, amefungwa kifungo cha zaidi ya miezi 6, mtu huyo anakuwa amepoteza sifa. Kwa hiyo tunaona kwamba kuwa na sifa wakati wa kuandikishwa ni jambo moja, lakini kuwa na sifa wakati wa kupiga kura ni jambo lingine. Kwa hiyo tunaamini kwamba kama wakati wa kupiga kura umefika na hujaondokewa na sifa zile ulizokuwa nazo wakati unaandikishwa, basi wewe utakuwa unastahili kupiga kura. Mtazamaji, tunaye hapa mkurugenzi ofisi ya Zanzibar, ndugu Adam Mkina, akijaribu kufafanua masuala kadhaa kuhusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, uchaguzi ambao kwa mujibu wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi utafanyika tarehe 29 mwezi huu wa 10 2025, uchaguzi ambao kauli mbiu inasema kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Mkurugenzi, utaratibu wa upigaji kura kwa upande wa Zanzibar ukoje? Utaratibu wa upigaji kura ni wa kawaida kama wa siku zote tu. Ndio. Yani kwamba ukifika kituoni manake utakutana pale na karani mwongozaji wa kituo. Kwa hiyo unataangalia kadi yako na kuelekeza kituo gani unaweza kupiga kura.
kwa sababu kile kituo tunachotumia wakati wa uandikishaji, Ndio. tunasema kituo cha kuandikisha, Ndio. kinakuwa kimoja. Sasa wakati wa uandikishaji tunaweza kuandikisha kwenye kile kituo kimoja, labda shule ya msingi, tuseme labda shule ya msingi Mtakuja. Ndio. Kwa hiyo tutakuwa tumeandikisha watu 2000. Sawa? Ndio. Sasa tumeandikisha watu 2000. Sasa wale watu 2000, ndugu mpiga kura, tutakubaliana mimi kwamba wataweza kupiga kura katika eneo moja. Sasa ili kurahisisha utekelezaji wa zoezi la kupiga kura, kile kituo cha shule ya msingi Mtakuja tunakigawa katika vituo vidogo vidogo. Ndio. Vya watu 450 mpaka 500. Umeona? Kwa hiyo tunavigawa. Kwa hiyo maana tutakuwa na shule ya msingi Mtakuja 1, Mtakuja 2, Mtakuja 3, Mtakuja 4, Mtakuja 5. Mtakuja namba 5, shule ya msingi Mtakuja namba 1, shule ya msingi Mtakuja namba 2, shule ya msingi Mtakuja namba 3, shule ya msingi Mtakuja namba 4, shule ya msingi Mtakuja namba 5. Labda vya watu 400. Kwa hiyo maana yake sasa wewe ukija utaambiwa wewe kwa jina lako hili wewe umepangwa Mtakuja namba 1. Ndio. Lakini hata hivyo siku 8 kabla ya uchaguzi tume itabandika orodha. Kwa hiyo tunasisitiza wananchi wakaangalie. Ndio. Ili wajione kwamba mimi nitakuwa Mtakuja namba 1, Mtakuja namba 2, Mtakuja namba 3. Kwa hiyo utakuta pale yale madarasa, kama ni madarasa pale shuleni yanawekwa lebo ile kuonyesha hii Mtakuja namba 1, Mtakuja namba 2. Kwa hiyo yule karani atakuelekeza baada ya kuangalia kadi yako kwamba nenda chumba namba 1. Sawa? Sawa. Kwa hiyo ukienda chumba namba 1 utakutana na msimamizi wa kituo namba 1 ambaye atapokea kadi yako, ataisoma kwa sauti na mawakala atakuwa nasikia pale. Kama kuna waangalizi wako pale watakuwa nasikia, na wale mawakala watakuwa na orodha ile yanayostahili kupiga kura katika kituo kile. Kwa hiyo wakati ametaja pale kwa sauti na namba yako, na wale mawakala watatia tiki kwamba fulani amefika katika hicho kituo. Ukitoka hapo atakuelekeza uende kwa msimamizi wa kituo ambaye yeye atakuchania sasa karatasi za kupigia kura. Sasa kwa upande wa Tanzania Zanzibar, kama ulivyosema kule sasa, kule tume inasimamia uchaguzi wa rais na wabunge wa Jamhuri ya Muungano. Ndio. Kwa upande wa Tanzania Zanzibar, maana huyu mtu atapewa karatasi 2 za kupigia kura. Mosi, karatasi ya kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pili, karatasi ya kura ya kumchagua mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika eneo hili. Kwa hiyo ndio kwa upande wa Tanzania Zanzibar. Lakini huyu ambaye anapiga hizi kura 2, sawa? Ndio. Huyu maana yake kwamba anakuwa na sifa, sawa, ya kumchagua mwakilishi kwa upande wa uchaguzi ambao unasimamiwa na ZEC na rais wa serikali ya Baraza la Mapinduzi pamoja na diwani kwa upande wa uchaguzi unasimamiwa na ZEC. Kwa ndio maana ukisikia mtu anapiga kura 5 maana yake ndio mtu wa aina hii. Lakini bado kuna yule ambaye ameandikishwa na tume kwa sababu anakuwa na sifa moja tu ya kupiga kura rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeye utaratibu huo atapewa karatasi moja ya kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kutoka hapo ataenda kwenye kituturi, atatiki kwa yule mgombea anayemtaka, na baada ya hapo msimamizi wa kituo saidizi namba 2 atamuonyesha wapi pa kudumbukiza zile karatasi na hatimaye kumpaka wino kuashiria kwamba huyo mtu ameshakamilisha ile process ya kufanya ya kupiga kura. Kwa hiyo ndio utaratibu wa kupiga kura ambao unatumika kwa Tanzania Zanzibar, lakini zile sehemu unatumika kwa Tanzania bara, isipokuwa kwa Tanzania bara wenyewe watapiga kura 3, kwa maana kwa Tanzania bara tume inasimamia pia uchaguzi wa madiwani. Kwa hiyo huku Tanzania bara atapewa karatasi 3 kwa maana ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mbunge wa Jamhuri ya Muungano na diwani. Ila kwa Tanzania Zanzibar, kwa sababu tunasimamia chaguzi 2, atapewa karatasi ya kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, isipokuwa yule ambaye ana sifa ya kupiga kura moja tu ya rais, yeye atapewa karatasi moja ya kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano. Mtazamaji, bila shaka unafuatilia kwa karibu zaidi kipindi hiki, na leo hii tunaye mkurugenzi ofisi ya Zanzibar, ndugu Adam Mkina, akielezea na akitoa ufafanuzi masuala kadhaa kuhusu uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba 29, 2025, siku chache zijazo.
Mkurugenzi, pengine utukumbushe tu, kuna jambo umelizungumza hapo, kituturi, ili mtazamaji wetu anayefuatilia kipindi hiki aweze kujua kituturi ni nini hasa? Kituturi ni kama tuseme kifaa, kwa maana kinakuwa kama kina sehemu ya meza au kuegemea, ndio ambapo kinamwezesha yule mpiga kura kupiga kura yake kwa siri, kwa maana anaweza kaweka ile karatasi yake pale juu kama inakuwa kama ndo meza yake, Ndio. na akachukua kalamu akatiki kura yake kwa utaratibu mzuri tu bila kupata bugza. Maana maybe labda angeanza kuweka gotini hayo. Kuna sehemu yani meza maalum ndio inaitwa kituturi hicho, ambacho ukikaa unakaa kwa usiri, unamchagua unayemtaka bila mtu mwingine kuona. Na hicho kituturi Ndio. kimewekwa katika mazingira ambapo kinamsaidia hata yule ambaye mlemavu wa miguu, kageuzwa ndio yeye kawa meza fupi zaidi, akaweza kupiga kura yake naye kwa siri pia. Bila shaka mtazamaji, umesikia kituturi ni nini. Kituturi ni meza ambayo inatumika kwa ajili ya wewe mpiga kura kwenda kwenye eneo la kupigia kura kwa usiri, ukapiga vizuri, na kina hali ambayo inakuwezesha wewe kupiga kura bila bother yoyote ile. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa ofisi ya Zanzibar, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, ndugu Adam Mkina. Mkurugenzi, tukumbushe muda wa kufungua kituo na wa kufunga kituo. Vituo vyote vitakuwa saa 1 kamili vimeanza kazi, kwa maana mtu wa kwanza anatakiwa apige kura saa 1 kamili, na itapofika saa 10 kamili maana kituo ndo muda wa kituo kufungwa. Lakini tunasema kama ilivyo katika utaratibu wa benki nyingi maana zinafunguliwa saa 2:30 na inafungwa saa 10:30. Lakini yule ambaye atakuwa ndani ya muda huo yupo kwenye benki si anahudumiwa? Ndio. Na sisi ipo hivyo kwamba kituo kinafunguliwa saa 1 kamili na kinafungwa saa 10 kamili. Lakini wewe ukiwa ndani ya muda husika huo, hata kama ile process ya kupiga kura haijaisha, tutakuhudumia, utapiga kura yako. Lakini wewe umefika kabla ya muda huo wa saa 10 kamili. Lakini ni muhimu wananchi wakawai ili waweze kupiga kura mapema zaidi. Kuna upigaji kura ambao unafanyika kwa mwaka huu 2025 kwa upande wa magereza, wafungwa ambao wako chini ya kifungu cha miezi 6, na wale waliofungwa kwenye vyuo vya mafunzo Zanzibar ambao ni wanafunzi mahabusu. Muda ukoje? Unafanana na huu wa kawaida? Kule kwa sababu kwa mujibu wa taratibu za gereza na vyuo vya mafunzo, kule vituo vitafunguliwa saa 2 kamili na kufungwa saa 9 kamili jioni, kwa sababu pamoja na saa 9 kamili alasiri, kutokana na sheria zinazoongoza wafungwa na wanafunzi na mahabusu katika magereza. Kwa hiyo huo muda umewekwa kanuni kutokana na nature ya mazingira yanayohusika. Mtazamaji, kumbuka tu kwamba kauli mbiu inasema kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Ndio. Mkurugenzi, hasa mantiki ya hii kauli mbiu ni nini? Nataka kuwakumbusha mantiki kwamba kuna haki na wajibu. Ukisoma ibara 26 ibara ndogo ya kwanza inasema kwamba imetungwa katiba na sheria ili tuweze kufanya kutuongoza, na sisi tunatakiwa tuzifuate. Ndio, katiba na sheria za nchi. Sasa katika katiba na sheria za nchi imeweka haki ya watu kwenda kupiga kura. Kwa sasa ni msingi maana kwa kutimiza ile matakwa ya katiba kwamba umepewa haki ukapige kura. Kwa hiyo unatapofanya utimize haki yako kwa kufali au kujitokeza. Katika swala la upigaji kura, vyama mbalimbali vya siasa vinashiriki. Je, kuna umuhimu wote wa kuwa na wakala katika kituo cha kupigia kura? Wakala ni muhimu kwa sababu uchaguzi ni jambo ambalo ni shirikishi, kwa sababu umewekwa utaratibu Ndio kwamba chama kiwakilishwe na wakala kwenye kituo cha kupigia kura, kwa sababu wakala anakuwa na kwanza kazi kuwatambua wapiga kura kama wale kweli wapiga kura wanaohusika. Na ndio maana kale nilivyosema mwanzo pale, mtu atasoma kwa sauti na yeye atakuwa na daftari kushuhudia kwamba anayesema ndiye ndio kwa kuhakikisha kwamba anayepiga kura pale ni kweli anastahili kupiga kura katika eneo lile. Lakini jambo la pili,
yuko pale kulinda maslahi ya mgombea, kwa sababu mwisho wa siku baada ya nani zile kura zitahesabiwa, kwa anatakiwa kujua kwamba mgombea wake katika kura zilizopigwa alipata kura ngapi. Lakini la tatu, kuna taratibu mbalimbali pale za kukamilisha kwa kushirikiana na msimamizi wa kituo ili kuhakikisha kwamba utaratibu wote katika zoezi la kupiga kura kama sheria zinavyosema kwamba umefuata, ni lazima wakala awepo pale kusaidia ile zoezi kukamilika. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ndicho chombo chenye dhamana ya kusimamia uchaguzi mkuu. Utaratibu ukoje kwa wale watu wenye mahitaji maalum siku ya kupiga kura? Utaratibu tumeweka utaratibu mzuri tu kwa watu wenye mahitaji maalum, na hili limeanza na wao sio jipya. Ndio. Tangia uboreshaji wa daftari kuna makundi maalum ambayo yakishuka kituoni yanapewa kipaumbele. Kwanza kuna wazee, lakini kuna watu wenye ulemavu, kuna mama wajawazito na mama watu wachanga wanaokuja na watoto wanaonyonyesha ambao wamekuja nao kituoni. Ndio. Kwa hiyo kundi hili litaendelea kupewa kipaumbele hadi siku ya kupiga kura. Kwa maana akifika kituoni hawatakaa foleni muda mrefu, watahudumiwa kutokana na hali zao ili waweze nani. Kwa hiyo mimi nawahimiza watu wenye makundi ya aina hii wasije wakasema kwamba kuna misururu mirefu wakaacha kujitokeza, na kauli mbiu nasema jitokeze, kura yako haki yako. Kwa hiyo wajitokeze kutimiza haki yao, kwa sababu kutokana na kuwa na mahitaji maalum tumeweka utaratibu kwamba watapewa kipaumbele, wapige kura mapema na waweze kurudi zao nyumbani. Kwa hiyo mimi nawahimiza wajitokeze kutimiza haki yao. Kwa maana tunasema wazee, watu wenye ulemavu, wamama wajawazito, wamama wenye watoto wachanga ambao wanaonyesha, ambao wataenda nao kituoni, wajitokeze, watapata kipaumbele na watapiga kura mapema, hiyo wataenda nyumbani. Awali katika mazungumzo yetu Ndio. uligusia ZEC na INEC. Ndio. Kwa maana ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC na Tume ya Uchaguzi Zanzibar ZEC. Tofauti ya kimsingi ni ipi? Hizi ni tume mbili tofauti na kila moja inasimama kwenye misingi yake. Ukianza kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, sisi tunaongozwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 77, lakini kama unavyojua zimeanzishwa sheria mbili, sheria ya uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani namba 1 mwaka 24 na sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi namba 2 ya mwaka 2024. Hizi ndio sheria ambazo zinaiongoza Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika kufanya majukumu yake. Na ukienda labda kwa faida tu, ingawa nisingependa sana kusemea, lakini kwa sababu haya mambo ni mashirikiano, na ninachofahamia kwamba Tume ya Uchaguzi wa Zanzibar yenyewe inaongozwa na Katiba ya Zanzibar ile ya mwaka 84 na ina sheria ya afisi ya tume na sheria ya uchaguzi ile ya Zanzibar ambazo inaziongoza katika kufanya chaguzi, kwa sababu wenyewe wanasimamia uchaguzi wa Zanzibar, kwa maana kuchagua rais wa serikali wa Baraza la Mapinduzi, wajumbe wa Baraza la Wawakilishi na madiwani kwa wadi kwa upande wa kule Tanzania Zanzibar. Lakini ukija sisi, majukumu ambayo tumepewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano, maana tunasimamia uchaguzi wa rais na wabunge wa Jamhuri ya Muungano na madiwani kwa upande wa Tanzania bara. Kwa hiyo lakini hizi tume mbili, Katiba ile ya Jamhuri ya Muungano ibara 74 ibara ndogo ya 13 na ile Katiba ya Zanzibar ibara ya 119 na kifungu cha 119 kifungu cha 13 vimeweka utaratibu wa hizi tume kushauriana mara kwa mara pale kunapokuwa kuna ulazima wa kufanya hivyo. Na ndio maana unaona hata tarehe ya uchaguzi wa uchaguzi ule unaosimamiwa na ZEC na uchaguzi unaosimamiwa na INEC bado imeweza kuwa tarehe 29 kote ni tarehe 29 Oktoba 2025, kwa sababu wapiga kura ambao wameandikishwa kwa daftari la ZEC ni sehemu ya wapiga kura ambao wapo katika daftari la INEC. Kwa hiyo maana yule kutokana na mashauriano hayo sasa tunamrahisishia, badala ya kupiga leo kura 3 alafu akakaa akasubiri siku nyingine, kwamba siku ile atapiga kura 3 zilizosimamiwa na ZEC alafu atapiga na kura 2 zilizosimamiwa na INEC, ataendelea na shughuli zake. Hiyo yote ni katika kumrahisishia mpiga kura mwananchi ambaye sisi tunamhudumia kama tume mbili. Ndugu Adam Mkina, mkurugenzi ofisi ya Zanzibar wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, tunafahamu kwamba siku chache zijazo
tarehe 29 Oktoba 2025 uchaguzi utafanyika. Ndio. Wito wako ni upi kwa wapiga kura, kwa Watanzania kuhusiana na tukio hili muhimu kwa taifa letu? Wito wangu ni ule ule kwa Watanzania siku zote. Mimi nawahimiza kwamba mchele mwana ulia mwenyewe, kwa jitokeze kuchagua kile unachohitaji ili kiweze kusaidia kwa manufaa baadaye. So kusema kwamba wenzangu watanichagulia, wewe si jukumu lako ni lipi. Kwa hiyo mimi naamini kila mtu atakamiza wajibu wake akachague yule anayemtaka. Naamini sasa hivi wanasikiliza sera na kampeni zinaendelea, kwa hiyo wasikilize wagombea vizuri, waone nani atawafaa katika kuhakikisha kwamba kunakuwa na miaka 5 bora katika maendeleo ya taifa letu. Kwa tunaamini watajitokeza, watachagua viongozi wanaowataka ili waweze kuwahudumia kwa ajili ya maendeleo ya taifa lao. Ndugu Mkurugenzi Adam Kina, nakushukuru sana kwa ushiriki wako, na bila shaka mtazamaji amepata yale ambayo yatamsaidia tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu tarehe 29 Oktoba 2025. Nashukuru sana ndugu yangu Shafiru Makossa. Naamini huu ni mwanzo tu. Tutaendelea kuwaelimisha wananchi kadri tutakapopata fursa ili waweze kuelewa nini taratibu ambazo zinahusika katika zoezi zima la uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Nakushukuru sana. Kura yako haki yako, Jitokeze kupiga kura. asante sana. Mtazamaji, tunakamilisha namna hii dakika hizi ambapo leo hii tulikuwa tunazungumza na ndugu Adam Kina. Huyu ni mkurugenzi ofisi ya Zanzibar kutoka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ameeleza mengi kuhusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, uchaguzi ambao unakwenda kufanyika siku chache zijazo, Jumatano ya tarehe 29 Oktoba 2025. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kipindi hiki, mimi ni Shafiru Makossa. Asante na kwaheri.